Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Karibu sana ili niweze kuwapasha, niwapakulie yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni Bwana Ezra. Nikope lako sikio, nikuchanganulie, nikueleze kwa mapana na marefu yale ambayo yameweza kujiri. Tafadhali jiunge na ukumbi huu kwa kusubscribe. Jeshi la Wananchi Tanzania, ukipenda JWTZ, wametumiwa ujumbe mkali, ujumbe wa huzuni, ujumbe wa kuliza, yani ujumbe ambao unaweza ukawatoa machozi na kuwaeleza kwamba Samia Suluhu Hassan sio rais halali, ni rais haramu. Vile vile anaendelea kuhudumu kukua kama rais madarakani na hakuchaguliwa. Kuna barua ambayo vijana wa Gen Z wametumia Jeshi la Wananchi Tanzania mnamo siku ya Jumatatu tarehe 15 Disemba mwaka 2025, baada ya Samia Suluhu Hassan kufanya kikao kizito na Jeshi la Wananchi la Angani Tanzania siku ya Jumatatu. Kuna hiyo barua ambayo nimekuwekea hapo, naomba niweza kukusomea jinsi ambavyo vijana hawa wameandikia Jeshi la Wananchi Tanzania barua ya kutoa machozi. Inaanza hivi: taarifa kwa umma. Tamko la Gen Z kwa majenerali wa Jeshi la Wananchi, ukipenda JWTZ. Tumeona kwenye taarifa mbalimbali leo rais haramu anakutana na maafisa wakuu wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ huko Tanga kwenye shule ya anga ya jeshi. Tunapenda kuwakumbusha maafisa wakuu wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania kutumia kikao hicho kumwambia Samia Suluhu Hassan mambo ambayo hawezi kuambiwa na vyombo vingine vya ulinzi na usalama na maafisa wa Jeshi la Wananchi. Tumieni kikao hicho kumwambia. Unaona, wananchi walipata upenyo kwamba Rais Samia alikuwa anafanya kikao na jeshi, alifanya kikao na viongozi wa jeshi la viongozi wa angani, yani viongozi wa Jeshi la Wananchi wa angani upande wa Tanga. Kwa hivyo wakaweza kumtumia ama wakaweza kuwatumia barua hii wakiwaambia kwamba kumbukeni kumwambia Samia kwamba wewe ni rais haramu, hauna ridhaa ya wananchi, haukuchaguliwa na wananchi. Wakaendelea kusema hivi: Jeshi la Wananchi wa Tanzania linaundwa na vijana wa Kitanzania wazalendo, ndo chombo pekee ambacho kwa sasa wananchi wana imani nacho. Lakini kwa siku za hivi karibuni, kutokana na uhusika wa jeshi wa kulinda serikali haramu ambayo haijachaguliwa na wananchi, serikali ambayo imepindua na kuwanyima haki wananchi fursa ya kuchagua viongozi wao, kuanzia wenyekiti wa viongozi wenye viti wa vitongoji, mitaa, vijiji, madiwani na wabunge na rais. Tunatoa wito maafisa wa jeshi wanaokutana na Rais Samia haramu, rais aliyejiweka madarakani, kwa msaada wenu na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, kuwa nchi imevimba na muda wowote itapasuka na nchi itakuwa hatarini zaidi
vijana tunaona kwa sasa. Yaani wanawakumbusha JWTZ kwamba zamani tulikuwa tunawaamini. Zamani watu walikuwa na imani sana kwanyi. Lakini siku za hivi karibuni jeshi hilo limeweza kugeuka na kutumika na walio madarakani. Badala ya kutekeleza wajibu wao wa kikatiba, kitu ambacho wanakifanya ni kusaidia serikali ambayo iko mamlakani kuangamiza wananchi. Kwa hivyo wakawaambia JWTZ kwamba nchi ya Tanzania imevimba, wananchi wamekasirika, na wakati wowote msione tu kwamba wametulia, wanaweza wakapasuka na nchi kalipuka. Wakawaandikia namba 1 hivi: Samia kuendelea kuwepo madarakani ni tisho halisi kwa usalama wa nchi, umoja na mshikamano wa taifa. Wamewaambia jeshi hivi: Samia akiendelea kukaa mamlakani, huyo ni tisho la nchi. Anaweza kusababisha wananchi kuandaa maandamano kila wakati mpaka wakati ambao watahakikisha kwamba ameondolewa madarakani. Kwa hivyo yeye ni tisho kwa wananchi na kwa usalama wa wananchi. Nambari 2, maafisa wa jeshi pamoja na wanajeshi wote, ukweli mnao na mnatambua kuwa Samia hakuchaguliwa na Watanzania. Kwa hivyo mapendekezo ambayo wametuma na makumbusho ambayo wametuma kuelekea kwa jeshi la wananchi Tanzania, wamewaambia hivi: mnajua fika kwamba Samia hakuchaguliwa na mnatambua kwamba Samia hakuchaguliwa na wananchi. Mnatambua hilo. Alafu namba 3 wakaandika kwamba idara ya usalama wa taifa wanajua Samia, wabunge na madiwani hawakuchaguliwa na Watanzania. Wanawakumbusha hivi wanajeshi JWTZ, mnajua wabunge, madiwani na Rais Samia hawakuchaguliwa. Kwa hivyo ni viongozi haramu. Nambari 4, jeshi la polisi, magereza na uhamiaji nao wanajua Samia na wenzake hawakuchaguliwa na Watanzania. Yaani idara zote za usalama Tanzania, tukianzia jeshi la polisi, polisi, magereza, idara yote ya usalama Tanzania wanajua Samia hakuchaguliwa. Nambari 5, wakasema kwamba jeshi ambalo linakwenda kwenye misheni za kitaifa kulinda amani, uhai wa raia wa mataifa mengine kama Kongo, Afrika ya Kati, Msumbiji na Nepal. Lakini limeshindwa kulinda uhai wa Watanzania waliouawa kikatili na vyombo vingine vya ulinzi na usalama kuanzia tarehe 29, tarehe 30, 31 mwezi wa 10 mwaka 2025. Huu ni ujumbe wa kuliza, huu ni ujumbe wa kutoa machozi ambao vijana wameweza kutumia jeshi la wananchi Tanzania JWTZ, kwamba ni jambo la kuhuzunisha na la kushangaza kwamba JWTZ, jeshi la wananchi Tanzania, huwa limetumwa kwenye misheni mbalimbali kama vile Kongo, Afrika ya Kati, Nepal kwenda kuleta amani na wanalinda raia wa taifa hilo. Lakini ikifika Tanzania, jeshi hilo la wananchi linaachilia vyombo vingine vya usalama kama vile polisi kuwaangamiza wananchi. Hebu jiulize, kama wewe mwenye umeweza kupata ujumbe huu, umejihisi aje? Si hata umeweza kusononeka? Umeweza kupatwa na huzuni na mawazo? Jeshi la JWTZ linaacha wananchi wanaangamizwa, lakini wanapelekwa misheni kwenda kuleta amani mataifa mengine na wanatekeleza hiyo kazi. Ni jambo la kusikitisha. Vijana hawa kuandika barua hii wamekasirika na wamepandwa na mori.
Nambari 6 au nambari 6 wakaandika kwamba kuna ushahidi mkubwa kutoka kwa wasimamizi wa uchaguzi, waratibu wa uchaguzi, wasimamizi wa vituo kuwa hakuna wananchi waliojitokeza kupiga kura. Nasikia mpenzi mtazamaji, wananchi wanasema kwamba kuna ushahidi tosha kutoka kwa wasimamizi wa uchaguzi, kutoka kwa wasimamizi wa vituo vya kupiga kura kwamba hakuna mwananchi ambaye alijitokeza kupiga kura, kwamba zile kura ambazo Samia aliweza kujipatia aliiba na kujitawaza kwamba yeye ni mshindi. Je, vijana hawa wanarejelea nini? Wanarejelea kipi kipindi ambapo wanamkumbusha ama wanawakumbusha jeshi la JWTZ Tanzania? Nambari 6 wakasema, nambari 7 wakasema hivi, Samia aulizwe kwa nini katika komandi za jeshi zote 3 ameweka watu wa dini 1 na 2 kutoka 2 kwenye hizo nafasi 3. Kwa nini? Anauliza hivi, kwenye komandi za jeshi zile za ngazi za juu, Samia aulizwe mbona ameweka watu 2 kutoka kwa kabila moja? Yaani katika nafasi 3 za jeshi, jeshi la mwananchi la angani, jeshi la mwananchi baharini, jeshi la mwananchi la kawaida, eti kwamba kabila moja makomanda 2 wako pale. Tuseme mfano komanda yuko kwenye jeshi la angani, yuko kwenye jeshi la baharini. Ni jambo la kusikitisha. Na wanauliza mbona Samia ameweza kumweka mtu mmoja ama watu kutoka kabila moja kwenye komandi 2. Nambari 7, nambari 8 akasema hivi, sababu jeshi lina dhamana ya ulinzi na usalama wa nchi. Kunapotokea lockdown na jeshi linakuwa sehemu yake, kwa nini amri ya lockdown itolewe na polisi na sio amri jeshi mkuu? Amri na sio amri jeshi mkuu. Aulizwe nani alitoa hii amri, na kisha mauaji makubwa na ya kutisha yakatoka. Mnakumbuka tarehe 29 Oktoba Tanzania, kamanda wa polisi, nadhani kwamba ni kamanda Muliro ama inspector wa jeshi Tanzania, jeshi la polisi, waliweza kutoa tamko la lockdown. Lakini sasa wananchi wanauliza hivi, lile tamko lilipotolewa wananchi waliuawa. Lockdown ilipotangazwa wananchi wakaanza kuuawa, wakaanza kuchinjwa. Wanauliza hivi, mbona jeshi la polisi ambalo liko chini ya jeshi la mwananchi linatoa tamko la kutoa lockdown ambayo iliweza kuwaua wananchi? Nambari 9, Samia aulizwe kuhusu waliofanya mauaji na kwa nini anawakingia kifua wasichukuliwe hatua. Amekuwa mstari wa mbele kupotosha tukio lenyewe. Kwa nini? Wananchi wa Tanzania wanauliza hivi, ni kwa nini ama Samia aulizwe ni akina nani ambao waliratibu na kutekeleza mauaji, na ni kwa nini anawalinda wasichukuliwe hatua ambazo zinahitajika. Nambari 9, wakasema hivi,
naangalia hapa, nafanya ukaguzi. Nambari 9 wakasema hivi: kwa manufaa ya ulinzi wa taifa wa nchi, Samia aulizwe malengo ya vita vyake na TEC ni nini? Kuna manufaa gani na kulikuwa na ulazima gani yeye kuzungumzia swala hili? Kisha tukaona mashehe wakitoa kauli kama hizo dhidi ya makamu wake wa TEC na TEC. Hii inapeleka wapi nchi? Wanauliza hivi: Samia anapaswa kufanyiwa upelelezi na aulizwe kwa manufaa yepi ya usalama wa nchi na yupo na malengo yepi na Baraza la Maaskofu wa Katoliki Tanzania. Kwa nini? Juzi Samia alionekana akiwafokea Baraza la Maaskofu Tanzania baada ya kukosoa serikali kwa kutumia nguvu sana kudhibiti maandamano Tanzania. Tukaona maaskofu wengi wakichambwa na mashehe, hadi makamu wa rais Bwana Nchimbi ambaye ni Mkatoliki aliweza kupokea mashambulio kutoka kwa mashehe. Sasa wanauliza hivi: kwa manufaa yepi ya usalama wa taifa wa Tanzania Samia aliamua kushambulia Baraza la Maaskofu Tanzania? Nambari 10 na ya mwisho wakasema hivi: mwisho ni kwa nini wanaachiwa, ni kwa nini wananchi wanapoandamana wanashambuliwa wakati hili ni swala lao na wana haki? Wananchi wameweza kuuliza maswali ambayo yatawatoa jeshi la mwananchi JWTZ machozi. Wanawauliza vizuri hivi: ni kwa nini raia wa Tanzania wanapoandamana wanapigwa risasi na kuuawa, wanashambuliwa na idara ya kulinda wananchi, ili hali maandamano yapo kwenye katiba ya Tanzania, ili hali maandamano ni haki yao kudai haki kutoka kwa serikali kipindi ambapo serikali imezembea? Iwapo jeshi wameweza kupata ujumbe kama huu, nina imani kwamba machozi yatawatiririka, kwa sababu mpenzi mtazamaji, maneno ambayo wananchi wameweza kuyazungumzia hapa ni maneno makubwa. Kwa nini jeshi linaruhusu raia wa Tanzania wanauawa, jeshi la JWTZ, lakini kipindi ambapo wanatumwa kwenye misheni kama vile Kongo, Afrika ya Kati, Nepal, wanatekeleza na kulinda amani ya raia pale, lakini inapofika katika taifa lao wanaachilia wananchi wanauawa? Sina mengi, ni hayo ambayo nimeweza kuandalia mpenzi mtazamaji. Tupatane kwa kanda ijayo.